Amjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuamini. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha ama kujisajili kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, njia ni moja, hakuna njia mbadala, ni ile ambayo umezoea. Hata kama wewe ni mgeni, tutakuelekeza njia ya kujiandikisha ama kujisajili kwenye channel hii. Mambo ni rahisi, haina gharama, haina malipo, ni bure. Unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hii usahau kubonyeza button la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Bila shaka hapa utakuwa umejisajili na utakuwa na uwezo wa kupata notification ya kukuambia kwamba kuna habari mpya ambazo zimetangazwa. Sisi ni Kongo Yetu News TV, tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni kukujuza yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Bila kuponda muda, leo hii ni tarehe 30 mwezi ni Juni, mwaka ni 2025. Tuko mwisho wa mwezi wa 6 na hii ni katikati ya mwaka, tunaingia sasa mwezi wa 7 kesho, na kutakia kila laheri. Mwezi iliyoisha ni kushukuru Mungu, mwezi itakayekuja na watakia baraka itokaye kwa Mwenyezi Mungu. Hao ni wale ambao ni wenyeji ama ni wanamemba wa channel hii. Yeyote ambayo utakayetusikiza na kutakia kila laheri mwaka huyu tunao ukaribia, mwezi huu wa 7 tutakaoanza masaa yajayo. Haya, moja kwa moja acha tuteremke na habari ambazo tunazo tukikuletea moja kwa moja. Minembwe huko ni katika tarafa la Fizi kumeweza kuripotiwa ndege ya aina ya drone ambayo imeipasua ama imeibomoa na kuishambulia ndege nyingine ambayo ilikuwa hapo Minembwe. Ndege hii ilikuwa imetoka wapi? Ilikuwa na nini? Ilikuwa inakuja kufanya nini? Haya yote ni katika habari ambazo tumekuandalia hapa, tukiwa bado katika tarafa la Fizi Baraka. Wazalendo wanaombwa kutoa barieri zote ambazo wameweka kwa barabara na kutoa gereza zote ambazo wamejenga. Ni nani ambaye ametoa kauli hiyo? Hayo yote ndio tunakuja tukikuletea. Na mnamo jana tarehe 29 mwezi huu wa 6, habari tunazo zinasema ya kwamba ndege ilitoka huko Bukavu, ambapo ni ndege ya watu wa Msalaba Mwekundu ama Croix Rouge ama Red Cross, ambayo ilitoka hapo mjini Bukavu, Sud Kivu, kawaida Bukavu, kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea Minembwe, na kuelekea Minembwe ilikuwa imebeba sukari, chumvi na vitu vingine ambavyo raia walikuwa wanahitaji, mkiwemo pia madawa. Ndege hiyo iliweza kusafiri kama kawaida, kwa bahati mbaya ikapotea njia ya wakati wa kutua kwenye uwanja mdogo wa Minembwe, na ilipopotea kidogo iliweza kutua kwenye mlima mwingine ambapo unaitwa Bijige. Hapo ilikuwa inastahili kutua kwenye uwanja wa Kiziba ambao unapatikana hapo Minembwe Centre. Ndege hiyo ilipotua hapo ilikaa hapo, lakini hakukuripotiwa kifo chochote isipokuwa majeraha madogo ya mtu mmoja ambaye alikuwa kwa ndege hiyo ameweza kujeruhiwa, lakini haikukuwa sana, na ndege yenyewe imeathirika lakini sio sana. Habari zinasema ya kwamba ilikuwa imeathirika kidogo kwenye bawa lake la kushoto. Na ilipokuwa leo muda ya saa 4, habari zimetufikia zikisema ya kwamba
ndege ambayo inashukiwa kuwa ni ndege ya jeshi la taifa la FARDC ama ya serikali ya Kongo ilikuja. Kwanza kulikuja ndege isiyokuwa na rubani inayojulikana kwa jina la drone, ikafanya uchunguzi na kujua mahali ndege hiyo iko, na ikaja kuishambulia na kuibomoa kabisa, ikaimaliza hapo. Na baada ya mashambulizi hii ya ndege ambayo wanasema ya kwamba ni ndege ya jeshi la taifa FARDC ambayo imeshambulia ndege hiyo na kuichoma, imeweza kuwaumiza raia wawili ambapo wameumia katika shambulizo hilo la ndege ambayo ilikuwa ikichoma ndege nyingine. Na katika habari zingine tunazo ni habari bado tukiwa huku katika province ya Sud Kivu, tarafa la Fizi. Tukiwa huko, habari zinasema ya kwamba wazalendo wanaombwa, wazalendo wamewekewa sharti ya kuwaambia kwamba waweze kufunga gereza zote ambazo walikuwa nazo. Wazalendo hao ambao wameambiwa ni wazalendo ambao wanaopatikana maeneo ya tarafa la Fizi, kuanzia Baraka hadi Fizi, barabara hiyo yote hadi huko Rubonja na Ilicha. Wameweza kuambiwa ya kwamba barieri zote ambazo walikuwa wameweka kwenye barabara ili waweze kutesa kwa raia ama wananchi, wameweza kuambiwa ya kwamba barieri hizo zote ziweze kutolewa kama ilivyothibitishwa. Ama yule aliyetoa kauli hiyo ni naibu wa gavana ambaye ametoa Jacques, ambaye ametoa tangazo hilo ya kuwa wazalendo wanastahili kufunga barieri hizo zote. Ikumbukwe ya kwamba barieri hizi zilikuwa zikisumbua raia wa Fizi ambao wanasafiri, ambapo walikuwa wanatozwa tax ama pesa ya kiwango nyingi, ambapo katika maeneo kidogo unapata distance kidogo, unapata barieri, ukivuka hiyo mbele kidogo unapata ingine, ambapo ni kitu ambayo ilikuwa imeleta usalama mdogo kwa raia, ambayo ilikuwa imewalemea zaidi. Kwa hivyo raia wa Fizi wanafurahia tangazo hilo, wakisema ikiweza kuwekwa kwenye matendo itakuwa ni kitu cha maana, ambapo kitakuwa kimewasaidia kwa kuwa walikuwa wamesumbuliwa vikari na hiyo kutozwa ushuru. Na ikumbukwe ya kwamba hawa ambao wanatozwa ushuru ni raia ambao wako kwenye vita, ambapo hawafanyi biashara vyao kama kawaida. Maisha ni magumu kulingana na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa katika maeneo hayo. Kwa hivyo sasa raia walikuwa wamelemewa sana, na hii ikumbukwe ya kwamba hapa mbeleni, wiki iliyopita, ilikuwa imetangazwa na jemadari Kasimbila John Makanaki, ambapo alikuwa ametangaza akisema ya kwamba hawataki kuona barieri yoyote ya mzalendo, akisema ya kwamba wazalendo watoke kwenye mabarieri kutoza pesa, waende huko kwenye frontline, waende kupigana na kundi la M23 linalopatikana maeneo ya Kamanyola, Katokota na Bukavu. Akawaambia kwamba sio vyema na ni vibaya zaidi kuwa wazalendo wanaendelea kusumbua watu. Sio barieri tu ambazo naibu wa gavana ambazo amesema ya kwamba zitolewe, bali ameweza kusema ya kwamba pia gereza ambazo zilikuwa zimewekwa na wazalendo ili zifunge raia wasiokuwa na hatia yoyote, hizo pia kumetolewa sheria ya kuzibomoa na kuzingoa kabisa. Na kabla nimtamatishe na habari yetu, acha ni kuombe, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye channel hii, uweze kujiandikisha. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo, usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele, ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Sisi ni Kongo Yetu News TV, tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni kukujuza mengi yanayoripotiwa hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Asante.